Bwana Yesu Kristo atakaporudi tena mara ya pili hapa duniani, hatarudi kama mwokozi, atarudi kama hakimu. Bwana Yesu Kristo atakaporudi tena kuja hapa duniani, atakuja kuhukumu, atakuja kama hakimu, sio kama mwokozi. Miaka 2000 iliyopita, kipindi kile Bwana Yesu amezaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, kipindi kile ndicho alichokuja kama mwokozi, akafa pale msalabani kwa ajili ya kuokoa wanadamu na dhambi zetu. Kwa baada ya hapo akamaliza kazi yake, na baada ya kumaliza kazi yake akarudi tena juu kwenye utukufu. Kwa hiyo atakaporudi tena, hatarudi tena kuja kuokoa wanadamu, atakuja kuwahukumu. Kila mtu atahukumiwa kutokana na matendo yake aliyoyafanya. Biblia inatuambia kwamba kuna hukumu za aina mbili, lakini pia imeweka wazi kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Yesu Kristo. Yaani maana yake wale waliomwamini hawatakuwa na hukumu ya adhabu ambayo ni kwenda jehanamu. Kwa hiyo Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili ataishia mawinguni, ambapo sisi tutanyakuliwa, tutakwenda kumlaki mawinguni, sawa sawa na Thesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17. Biblia inatuambia sisi tulio hai tutanyakuliwa, tutakwenda kumlaki Bwana mawinguni, tutakuwa pamoja na Bwana milele. Wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, alafu sisi tuliosalia tutanyakuliwa. Baada ya hapo itapita ziki kuu. Baada ya kupita ziki kuu, miaka ya utawala wa Yesu Kristo duniani, baada ya hapo hukumu ya kiti cheupe. Kwa hiyo Yesu atahukumu. Kwa hiyo matukio yote ambayo yako mbele, hakuna tukio la ukombozi, hakuna tukio la ukombozi ambalo liko mbele, isipokuwa ni hukumu ambayo ndio iko mbele inayokuja. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni nini? Ni lazima ulitambue ili kwamba majira ya neema ambayo tupo sasa, ambayo yanaelekea ukingoni, ni majira ya kila mtu kutengeneza matendo yake. Ni majira ya kila mtu kuwa hai mbele za Mungu kwa matendo yake, matendo yawe masafi. Maana Yesu Kristo anakuja kuhukumu. Maana Yesu Kristo anakuja kwa ajili ya kuhukumu, sio kwa ajili ya kuokoa. Neema ya kuokoa bado ipo sasa, neema ya kuokoa bado ipo, lakini itakapokwisha hii neema, Yesu atarudi kuhukumu. Atakuja kuwachukua watu walio kwake, na atakuja kuhukumu wale ambao walikataa kumwamini kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa unapochukua nafasi hii ya kuchezea neema hii ambayo ipo, unapochukua nafasi ya kuchezea neema hii ambayo Bwana Yesu Kristo ameiachilia, maana yake upo tayari kuingia kwenye hukumu kwa sababu ya kukataa tu kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa Yesu Kristo atakapokuja baada ya kuisha mawinguni na sisi watakatifu kunyakuliwa ili kuishi na Bwana milele, baada ya ziki kuu, miaka 1000 ya utawala wa Yesu duniani, hukumu ya kiti cha enzi. Biblia inasema nikaona watu maelfu kwa maelfu, wakubwa kwa wadogo, maskini kwa matajiri, wamesimama mbele ya kiti. Vitabu vikafunuliwa, na kitabu vya uzima na kitabu kimoja, kitabu cha uzima kikafunuliwa pamoja na vitabu vya hukumu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba vitabu vya hukumu vipo, ambapo Biblia inasema ikiwa mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu kile cha uzima, atatupwa saa hiyo hiyo katika ziwa la moto, ambapo yupo yule mnyama na nabii wa uongo. Kwa hiyo shetani na yeye atatupwa katika ziwa la moto. Kwa hiyo sasa, lakini Biblia imeweka wazi kwamba jehanamu ya moto haikuandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Jehanamu ya moto iliandaliwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo matendo yako wewe mwenyewe ndio atakao kusababisha uende jehanamu ya moto, kwa kukataa tu kuto kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lazima moyo wako ukubali kumkabidhi Mungu, roho yako ukubali kumkabidhi Mungu ili akutakase, ili ukate neema na wewe ya kuwa miongoni mwa watu ambao jina lao limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Leo nipo hapa kukukumbusha kwa habari hiyo. Yesu Kristo anakuja kama hakimu, haji kama mwokozi.